roho inaniambia kwamba unapaswa kusikia au unapaswa kujua. Yaani kuna kitu kabisa naona unahitaji kusikia kutoka kwangu. Ndugu yangu, haya yote yanayoendelea wewe si kwamba huyaoni, unayaona, hususan katika upande wa familia, jamii, mtaa, mpaka nchi yake. Yote yanatokea unayaona. Lakini unafikiria nani wa kurekebisha hiyo hali? Yupi wa kurekebisha kama si wewe ambao umeteuliwa, umechaguliwa? Na ikibisha si wewe, viko viashiria ambavyo uko navyo, umeviona, hivyo vinaashiria kabisa kwamba wewe ndio mteule wa kuokoa jahazi. Kiukweli ni ndugu zetu, tuwapasa kuishi nao kwa wema. Na inawezekana kila mtu na maisha yake, lakini kiuhalisia wanahitaji ukombozi wa kifikra, wa kiuchumi, wa kimawazo na kadhalika. Na dalili hizi zitakujulisha kwamba wewe ndio mkombozi ambaye Mungu kakuleta ukomboe hilo jahazi, uokoe la ukoo, la familia, nchi na kadhalika. Unapojikuta ni mwenye hamasa isiyokoma, una kiu isiyotulia ya kujifunza kuhusu hao watu wako, kusoma na kutafakari zaidi, chanzo pekee cha kweli, si kwa ajili ya elimu tu, bali ni kwa ajili ya kujaribu kushughulikia matatizo ya watu wengine. Unajaribu kuyajua kwanza ili uweze kuyashughulikia. Lakini maisha ya utakatifu na kuchukia dhambi, naona unakuona msimamo, upendi manyanyaso japo huna kitu, upendi masimango, na unakuwa na msimamo wa wazi juu ya wale ambao wanawadharau kimakusudi, wanawafanyia maovu kimakusudi, wanawatendea madhambi kimakusudi, huku ukipiga vita dhambi zinazokuzunguka, na unajikuta jasiri wakati wowote. Unyenyekevu wa kweli hauna kiburi au tamaa ya umaarufu. Unatambua kuwa uwezo wako ni udhaifu na unamtegemea Mungu. Unaamini kwamba mimi na udhaifu na nina uwezo, na mimi namtegemea Mungu kabisa. Na siku zote unaamini katika hatima. Unaamini katika hatima. Na siku zote unakuwa ni mtu ambaye mwaminifu. Wewe ni mtu wa neno moja, mwaminifu katika mambo madogo na hata makubwa. Na maisha yako yanaendana na kile unachokifundisha. Moyo wa rehema, upole, ruhuma na huruma kubwa kwa watu walio katika shida ya kimwili, ya kiroho au maisha. Ukiwa tayari na ukiwa tayari kuwachukulia kwamba ni binadamu na kuwasamehe. Anye mtu hata akutendee makosa, amekuburuza, wewe kwenye moyo wako saizi unajisemea kwamba ni yule tuwatachu kuomba msamaha, lakini hauna kitu kwenye moyo wako hapo kusema sitomsamehe. Yaani wewe unasema hata leo akisema mimi nisamehe, unamrudisha kwenye maisha na mnaendelea kuishi. Yaani wewe huna nongwa na mtu, hata mtu ambaye kakutendea makosa ambayo hata watu wachikuona na huyo mtu utaona aibu wewe kwamba mtu huyu kwa haya alokufanyia uko nayo. Lakini wewe unasema tu hata leo akikiri kwamba mimi naomba msamaha, nimekosa, wamsamehe na muendelea kuishi. Hivi ndivyo watu ndio vinabidi wanakuwa watu wa kirohani, watu wateule na waokozi katika jamii. Kuwa na moyo wa kaba, lakini uwezo wa kujitawala kiasi na busara. Una uwezo wa kudhibiti hisia, matamanio na tabia zako, kukuwezesha kuwa mfano mwema kwa wengine. Unakuwa mfano mwema kwa wengine. Bidii isiyo ya kawaida. Una moyo wa kujitoa na bidii kubwa katika mambo yanayohusu wito wako au jambo hilo uliloumbiwa, huku ukichukia ulegevu au uvivu. Unapenda kuitika katika wito wa jambo ambalo upendi mambo ya ulegevu na uvivu. Lakini dalili ambazo zinahusiana na wito wako kwa watu, mzigo na maono kwa watu wako. Jambo hilo unahisi mzigo au maumivu ya kweli ndani ya moyo wako kwa ajili ya hali mbaya, dhambi na changamoto ambazo zinaweza wakabili watu. Na unaona kwamba mjapaswa kuwa hapo kama nchi.
Hamjapaswa kuwa hapo kama familia. Kuna sehemu ambapo ilibidi muwepo, mweke nukta. Mmeweka nukta mapema sana. Lakini kutafuta faida ya pesa au utajiri, au kutotafuta mashallah faida ya pesa au utajiri ambao unakuhusu wewe binafsi. Yaani unajihisi wewe kama ushajitosha, bali unahitaji kutafuta vitu ambavyo vitawafaa watu wote. Unatafuta pesa kwa ajili ya watu wote. Lakini upendi masuala ya sifa, kutotafuta sifa, utukufu fulani hivi, kuonekana wewe ndo wewe basi, au upendi siju kupendeza sana, au watu waje kukunenena, au yani upendi kunena au kutenda ambayo hayawapendezi watu wala Mungu. Yani wewe upo tu kwamba unaamini juhudi zako zikionekana ndo maarufu, lakini si wewe ujioneshe upendwe na watu na kadhalika. Lakini kuvumilia kukataliwa na upweke, unakuwa tayari kubeba gharama ya wito wako, ikiwemo kukataliwa, kuonewa au kuwa peke yako, huku ukijua Mungu ndiye anayekuheshimisha, sio mwanadamu. Yani unaamini Mungu ndiye anayekuheshimisha, sio mwanadamu. Kwa hiyo unataka kuvumilia hata mtu achukudharau, akaona wewe si lolote. Unaamini Mungu ndiye anayeniheshimisha. Waenda sehemu ilibidi uwekwe sehemu special labda ukae, lakini ukakata sehemu za watu, na wala usione kwa kama ni aibu wala jambo lolote. Lakini uwezo wa kufundisha na kuongoza, una uwezo wa kuonyesha mwelekeo, kuwavuta na kuwashawishi wengine wakufuate, na unaweza kueleza ukweli kwa ufasaha zaidi. Yani mtu ambaye anabishana na wewe, sumu kwake ni akupe nafasi ya kujieleza. Akikupa nafasi ya kujieleza, basi umemmaliza. Lakini pia kuwa na mfano wa kuigwa. Maisha yako ni kielelezo hai cha ujumbe unaofundisha. Watu wanapata faraja, changamoto na matumaini kwa kukuangalia wewe tu. Watu wanapata faraja sana na matumaini kwa kukuangalia wewe tu, pasi na wewe hujaeleza chochote. Vile unavyoishi watu hupata faraja na matumaini. Lakini pia kutokuwa mtawala, bali unapenda kuwa mtumishi. La, upende kuwa mtawala, wapenda kuwa mtumishi, na unajiona kuwa mtumwa wa wote, na unatumikia watu kwa unyenyekevu badala ya kutawala kwa ukali na udikteta, au kutawala kwa nafasi yako kwa sababu una kitu basi wa kunyenyekea, una kitu basi wa kusalimia. La hasha. Lakini pia kuwa na kibali na upendeleo kwa Mungu na watu, licha ya kutotafuta sifa, unakuwa na kibali kinachokufanya ukubalike na uheshimiwe na watu wengi, hata wasiostahili kukupenda. Unakuwa na hicho kibali yani. Lakini pia unakuwa na nguvu ya maombi, nguvu ya maombi na swala ya bidii. Unajitoa katika maombi kwa ajili ya watu. Hata ukiomba dua yako, Allahumma ja'alna, sio ja'alni, Mungu tujalie sisi, sio nijalie mimi. Allahumma atina, tupe sisi. Yani unakuwa maombi yako unaweka wingi, waomba kwa ajili ya watu wengi. Lakini udhihirisho wa uwezo wa Roho Mtakatifu, upako rohani, unatumikia si kwa nguvu za akili au uwezo wa kibinadamu, bali kwa upepo na Roho Mtakatifu, yani rohani, ukijiona ni chombo tu mikononi mwa Mungu. Uone kama wewe ni kitu cha thamani. Lakini uwezo wa kushinda vita vya kiroho, unakuwa na uwezo wa kufichua, kukemea na kushinda nguvu za giza zinazopingana na wito wako na watu unawatumikia. Lakini kutambua wito wako, kujua kusudi, unajua kwa hakika ndani yako nani wewe ni nani na kusudi la Mungu katika maisha yako, na haushindwi na usingizi wa kiroho wa kutokutambua thamani yako. Inawezekana yani kirohoni ukawa ni tajiri sana au ni mtu mkubwa sana, lakini utaki lile pumbao la kiroho likukute mpaka huku ulimwenguni wataka kuwanyenyekea watu. Tambua wewe ni mtu muhimu sana. Lakini kuambatana na waaminifu waliokutangulia, unaheshimu na kufuatilia mfumo wa wale waliopokea wito wa kiroho kwa uaminifu, kama yani kama vile ambavyo
mwalimu anaweza kumfuata mwanafunzi. Lakini pia kujua lengo la utukufu wako. Je, utukufu wako lengo lake ni nini? Unaelewa kuwa wito wako si kujijenga wewe, bali ni kuwapelekea watu katika kilele na mambo kama hayo. Lakini pia kuzalisha matunda na matokeo katika jambo. Wito wako unaonekana kwa matokeo chanya katika maisha ya watu na mambo ya uponyaji na vitu kama hivyo. Lakini pia unakuwa tayari kujiandaa na kuendelea kujifunza. Unakubali kwamba Mungu hukutengeneza kupitia mazingira fulani ili upeleke kitu fulani. Kwa hiyo unakuwa tayari kujifunza na kutumikia watu wakati wowote ule.